God chose him if he knew that he didn't have wisdom to lead the people? Mbona Mungu akamchagua yeye kama alijua hana hekima ya kuongoza wale watu? But God's plan, God plans and he knows what he wants to do. Lakini plani ya Mungu ni ya kwamba anajua yale ambayo anataka kufanya. So he told him, ask anything. Kwa hivyo alimwambia omba chochote. And so as I say, Solomon said, Lord, give me wisdom. Na kwa hivyo vile nilisema, Solomon akasema, Mungu nipe hekima. Understanding so that I may know how to lead these people. Ili nijue vile nitakavyoongoza hawa watu. Bwana asifiwe. Amen. Point for young people. Jambo kwa watu wachanga. Don't wait till you are old. Usingoje hadi umezeeka. Then begin now to seek for wisdom. Ili uanze kuomba hekima. While you are still young. Wakati saizi ambapo uko mchanga. Every time seek God's wisdom. Kila wakati tafuta hekima kutoka kwa Mungu. If it is leadership, ask God to help you. Kama ni uongozi, omba Mungu akusaidie. If it is knowledge, ask God to give you knowledge. Kama ni maarifa, omba Mungu akupe maarifa. Because in Proverbs chapter 1 says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kwa sababu inasema ya kwamba kuogopa Mungu ndio mwanzo wa hekima na maarifa. Hallelujah. Hebu tumbe Bwana Yesu makofi tafadhali. I'm talking to young people. Naongelesha watu wachanga. All right? Don't wait when you are old, then you begin now to look for wisdom. Usingoje wakati umezeka ndipo uanze kutafuta hekima. Seek wisdom early. Tafuta hekima mapema. That God may help you. Ya kwamba Mungu akusaidie. To grow in wisdom and knowledge. Ukue katika hekima na maarifa. Bwana asifiwe. Amen. So that when you begin to do your plans, ili unapoanza plan zako, the Lord will be with you. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hallelujah. Hallelujah. So Solomon was given wisdom. Kwa hivyo Solomon akapewa hekima. Not only wisdom, sio hekima tu, but God commented on him. Ya kwamba Mungu alimpa yeye. I told him that you have done well, you have asked well. Na akamwambia you have not even asked to kill other people. You have not asked for prosperity, but on addition to wisdom, I will now give you prosperity. Maana umesema hujaomba kuwa watu wengine ama kufanya jambo lingine, lakini maana umeomba hekima, nitakupa basi mafanikio. Bwana asifiwe. Amen. So that you said that Solomon was very rich. Kusema kwamba Solomon alikuwa tajiri. Hallelujah. 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 Amen. So when you seek God, kwa hivyo wakati unamtafuta Mungu, and seek for his knowledge, na unapotafuta hekima yake, and fear the Lord, na umuogope Mungu, the Lord will bless you. Mungu atakubariki. And he will provide for you. Na atakupa. He will provide you. Atakupa. Hallelujah. Amen. Now, another thing I want to say in that point is, jambo lingine ambalo nataka kusema ni, when we are in need, wakati tuko katika hitaji, go into prayer. Enda katika maombi. Solomon was in need. Solomon alikuwa katika hitaji. And he went to the church. Na akaenda kanisani to pray. Kuomba. And when he was praying to God, na alipokuwa naomba kwa Mungu, God gave him wisdom. Mungu akampa hekima. Not only that. Sio hiyo tu. Even after he had built the church. Hata baada ya kutengeneza hekalu. Again he went back to the church. Na akaenda tena katika hile hekalu. Pray. Kuomba. In the church. Katika hekalu. And that's where God spoke to him. Na ndipo hiyo ndio sababu ambayo Mungu alinena na yeye. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. So it means it is very important for each one of us to be in the church. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni maana zaidi ya kwamba kila mmoja wetu katika kanisa. It is really important. Inamaanisha kwamba each one of us to worship God. Inamaanisha kwamba ni vyema kabisa kila mmoja kumwomba Mungu. Kupatana katika kanisa. And pray and worship God. Na kumuomba na kumwabudu Mungu. Glorify God. Na kumuinua Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Makofi kwa Bwana Yesu tafadhali. Amen. Hebu tumpigie makofi.
wewe utapiga makofi. Everybody, vijana na wamama na wazee wote. Hebu tumpigie makofi. Lakini pastor hukupiga kofi. Sawa. Maji naona kila kona. Bwana asifiwe. Amen. So it is important to be in the church. Hivyo ni muhimu zaidi kuwa katika hekalu. That's why we are inviting. Ndipo sasa tunawakaribisha. Even the surrounding people. Hata mandhari ya wale ambao wametuzingira. To come and worship in this place. Kukuja na kuabudu katika mahali hapa. And so when Solomon was in the church. Kwa hivyo Sulemani alipokuwa katika hekalu, God talked to him again. Mungu akaongea na yeye tena. After building the church. Baada ya kutengeneza hekalu. Hallelujah. 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 Chunga hiyo kitu. Hallelujah. Hallelujah. It's like after completing this church. Ni kama baada ya kumaliza hili kanisa, God told Solomon. Mungu akamwambia Suleimani that after finishing this church, kwamba baada ya kumaliza hii kanisa, if my people, kama watu wangu, humble themselves, watajinyenyekeza, when they come here to worship wanapokuja hapa kuniabudu, and pray unto me, na kuniomba, and ask anything, na kuomba chochote, I will listen. Nitasikiza. I will answer them. Nitawajibu. And I will bless them. Na nitawabarikisha. You know, it is a condition. Unajua, a condition. Ni Command. Ni kama command. Ya neri chiko. Ugo chika. A condition, isn't it? No go chika. Yeah, if you do me this, ya kwamba kama utanifanyia hiki, nitakufanyia hiki. Naona hiyo. It's like a condition that you are given a condition to fulfill. Ni kama umepewa amri ya kutimiza. If you fulfill that, ya kwamba kama utatimiza, then God will do something to you also. Basi Mungu atafanya jambo pia kwako. And that's what God told Solomon. Na hilo ndilo ambao Mungu alimwambia Suleimani. When he was praying in the church. Alipokuwa anaomba katika kanisa. He was seeking the face of God. Alikuwa anatafuta uso wa Mungu. Now, what do we mean here? Sasa je, ni nini tunahitaji hapa? When you are in a crisis. Wakati uko katika crisis. Wakati uko katika hali ambayo sio njema. Okay, did you get that? When you are in a ama katika uko katika tashwishi ama changamoto. Okay. I think that's the best one. When you are in a crisis. Wakati uko katika changamoto ama shida. The only thing you can do is to pray unto God. Ile jambo pekee ambalo utalifanya ni kumuomba Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Either you are in sickness, ama uko katika maradhi, maybe there is something troubling you, ama kuna jambo ambalo linakusumbua. What God says that if you can humble yourself before the Lord, lile Mungu anasema ni kama utajinyenyekeza mbele yake, the Lord will answer your prayer. Mungu atajibu maombi yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Nisikize. In first Samuel. Katika Samueli wa kwanza, we are told of the story of Penina and Anna. Tunaambiwa hadithi ya Penina na Hana. Are we together? Tuko pamoja. There was a man. Kulikuwa na mzee known as Elkanah, ambaye alikuwa anaitwa Elkanah. Okay? Are we together? Yes. Tuko pamoja. And that man had 2 wives. Yule mzee alikuwa na wanawake wawili. Well, having 2 wives is not God's plan, really. Wanawake wawili sio amri ya Mungu, lakini inafanyika. So, this man, kwa hivyo huyu mtu, with his wife used to go to church. Na mke wake walikuwa wanaenda kanisa for prayer.
kwa maombi and worshiping God. na kumwabudu Mungu. But the two ladies, Lakini wale wanawake wawili, the two wives, wale wanawake wawili they were in loggerheads. They were quarreling every day. walikuwa wanagombana kila siku, And particularly, na hakika Penina, God had given her children. Mungu alikuwa amempa watoto, But Anna didn't have any child. lakini Hana hakuwa na mtoto. So this woman used to ridicule Anna moment by moment. Na yule mama alikuwa anaongea Ana vibaya kwa muda na muda, alikuwa anamkejeli. Okay, are we together? Tuko pamoja. And so Na kwa hivyo Anna became so bitter. Ana akakuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na machungu. Why? The co-wife was troubling her. Kwa sababu yule mwanamke mwenzake alikuwa anamsumbua. The co-wife was abusing her. Yule mwanamke mwenza alikuwa anamsumbua na kumtusi. Despising her and seeing as if she's not a proper wife to Elkanah. Alikuwa anamdharau na kuona ya kwamba Hana hakuwa mwanamke mzuri katika Elkanah. So Anna became so annoyed. Kwa hivyo Ana akakasirishwa. And every time she used to cry to the Lord. Na kila wakati alikuwa anamuomba Mungu, analia kwa Mungu. Lord, why? Mungu mbona? Why should my co-wife despise me? Mbona mke mwenza anidharau? But the Bible tells us Na Biblia inatuambia that Elkanah, ya kwamba Elkanah when he used to make any sacrifice or do any shopping, wakati alikuwa anatoa dhabihu yoyote ama kufanya shopping yoyote, nataka nichukue nafasi hii ndio mmoja wale gasi hapa. Amen. Nataka ya tafsiri hapa. Sawa sawa. Amen. Fanya tafsiri. Ama wewe kwa kazi nyingine. Mwingine hapo. Mwingine. Amen. Karibu sana baba. Sawa sawa. I count it a privilege to be in this place. Nasema ni asante kwa sababu ya kuwa mahali hapa. God is so good. Mungu ni mwema. And he has enabled us to be here today. Na ametuwezesha kuwa mahali hapa siku hii. So we have every reason. Kwa hivyo tuko na kila sababu to praise and give glory to God. Ya kumsifu na kumpa utukufu Mungu. I'm delighted to see all of you. Nimefurahia kuona nyinyi nyote. I know Nyangozo is very new. Na najua ya kwamba Nyangozo ni mpya. It's a small baby. Ni mtoto mchanga. But a baby that is growing energetically. Lakini mtoto ambaye anakuwa kwa nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. And we are also grateful. Na tumefurahia Overseer na pastor to invite us in this place. Kwa sababu ya Overseer na mchungaji kwa kutukaribisha mahali hapa. When he was talking to me, wakati alipokuwa anaongea na yeye, he said, come. Alisema njoo. Kuja na mama. Muone yale ambayo tunaendelea kufanya. Sawa sawa. Amen. So we are here. Kwa hivyo tuko mahali hapa. And we say thank you very much. Na tunasema asante sana for what you are doing. Kwa sababu ya yale ambayo mnatenda. You know, when I came here, I thought I was at what would get Kendo. Unajua wakati nilikuja hapa nilidhania kwamba niko Kendo. Because this place, kwa sababu hii mahali the road is down here. Barabara iko hapa chini. But the scenery and the physical feature almost like Gekendo. Lakini mandhari ni kama Gekendo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Because at Gekendo also
they dug a deep place like this. Kwa sababu pia Gekendo walichimba mahala kama hapa na kutengeneza kanisa. And up we have some trees. Na kule juu kuna miti. So I thought, why does it look like Gekendo? Hivyo nilikuwa nafikiria mbona ikafanana na Gekendo. But God has his own plans. Lakini Mungu akona sababu zake. I know Mzee Orindo, I've not seen him here. Mzee Orindo sijamuona hapa. Lakini nimeona mama. Lakini arode mamu wa Omonginoe. Asante sana. Biamono. Nashukuru sana mama. Na tebere biamono mama. Na watoto wote. Na wana bonsi. God bless you so much. Wacha Mungu awabariki zaidi. Now before we go to dedicate the children, na kabla hatujaenda kuweka watoto wakifu, we want to listen to the word of God. Tukatusikiliza neno la Mungu. Sawa. In Chronicles chapter 7. Katika Mambo ya Nyakati 7. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa pili. Chapter 7. 7. Verse 14. Mlango wake wa 14. But if you want to understand that text correctly, you begin from verse 1 go down. Lakini kama unataka kuielewa vizuri, anzia mlango wa kwanza kuteremka. But I want to read verse 14. Lakini nataka kusoma kifungo cha 14. Let's begin from verse 12. Tuanze 12. Then the Lord appeared to Solomon. Na Mungu akamtokea Solomoni at night. Katika usiku. And said to him, na akamwambia, I have heard your prayer. Nimesikia ombi lako. And have chosen this place. Na nimechagua mahala hapa. For myself. Kwa sababu yangu. As a house of sacrifice. Kama nyumba ya kutolea dhabihu. If I shut up the heavens. Kama nitafunga mbingu. So that there is no rain. Ili mvua isikosekane. Or if I command the locust to devour your land. Ama mniamuru nzige zile nchi yenu. If I send pestilence among my people. Ama nilete maradhi kwa watoto wangu. And then 14. 14. And my people. Na watoto wangu ama watu wangu. Who are called by my name. Ambao wameitanishwa kwa jina langu. Humble themselves. Wajirudishe chini. Wajinyenyekeze. And pray. Na kuomba. And seek my face. Na kutafuta uso wangu. And turn from their wicked ways. Na kutoka kwa njia zao mbovu. Then I will hear from heaven. Hivyo basi nitasikia kutoka mbinguni. Will forgive their sins. Nitawasamehe dhambi zao. And I will heal their land. Na nitaponya nchi yao. Now my eyes. Na sasa macho yangu yatafunguliwa. And my ears. Na masikio yangu attentive to the prayer. Yasikie maombi yao. In this place. For now I have chosen and consecrated this house. Maana nimechagua mahala hapa na kuweka wakifu. May be there forever. Na itakuwa hapo and my eyes and my heart will be there perpetually. Na macho yangu na moyo wangu utakuwa hapo milele. The one who wrote this text is Solomon. Aliandika nakala hiyo ni Solomoni. Solomon was the son of David. Solomoni alikuwa mtoto wa Daudi. Hallelujah. 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 Solomon was the son of David. Solomoni alikuwa mtoto wa Daudi. And God used him. Na Mungu alimtumia. And they built the house because he did not allow David to build the house because David was regarded as a man of war. Na alimkubali kujenga hekalu maana hakumkubali Daudi maana alikuwa amechukuliwa kama mtu wa vita. And those of you who have been in school, you have learned the story of David. Na wale ambao mko katika shule mmesoma nakala za Daudi. David was the son of Jesse. Kwa maana Daudi alikuwa mtoto wa Jesse. And he was chosen when he was very young. Na alikuwa amechaguliwa wakati alikuwa mdogo. He helped even Saul in fighting the other nations.
Alimsaidia Saul katika kupigana na nchi zingine that were against Israel. ambao walikuwa kinyume na Israeli. David killed Goliath. Unajua Daudi alimuua Goliath. And Goliath was a giant. Na Goliath alikuwa jitu. Big man. Mtu ambaye alikuwa ni mkubwa. But David was a young boy. Lakini Daudi alikuwa kijana mchanga. And they killed Goliath. Na alimuua Goliath. When they were fighting, alimuua Goliath katika vita walipokuwa wanapigana. With a very simple weapon. Na akitumia silaha ndogo sana. He used a stone. Alitumia jiwe. With a sling. Is it sling? Yeah, sling. And he kicked Goliath on the face. Na alimpiga Goliath katika uso. And Goliath had to die. Na Goliath alikufa. Because Goliath for many days, maana Goliath kwa siku nyingi had really troubled the Israelites. alikuwa amewasumbua wana Israeli. So God gave David victory. Kwa hivyo Mungu akampa Daudi ushindi. Hallelujah. Hallelujah. Then after that, lakini baada ya hapo, we see his son, tunaona mtoto wake Solomon. When he was chosen to be a leader, wakati alichaguliwa kuwa kiongozi, a young child. Alikuwa kijana mchanga. When God gave him leadership. Wakati Mungu alimpa uongozi. And when the Bible says in 2 Kings chapter 3, we are not going to read that. Na Biblia inasema katika Wafalme wa pili mlango wa 3. God told him, Mungu akamwambia, anything omba chochote from me, then I will give it to you. Kutoka kwangu na nitakupa. He told Solomon. Alimwambia Solomoni. And Solomon at night. Na Solomoni katika usiku. He saw something like in a dream. Akaona kitu katika ndoto. And God was talking to him. Kwa Mungu alikuwa anaongea na yeye. Telling him, ask anything and I will give it to you. Akamwambia omba chochote na nitakupa. And Solomon did not ask wealth or anything like that, but he said this, I am only but a small young boy. Na Solomoni hakuomba utajiri, lakini alisema mimi ni kijana mchanga. And Lord, you have given me this leadership. Na Mungu umenipa ufalme huu. Bwana asifiwe. Amen. Vijana mnasikia hiyo? Solomon was very young. Solomoni alikuwa mchanga. And he prayed to God and said, Lord, I am only but a small child. Na akamwomba Mungu akisema, Mungu mimi ni kijana mchanga. And you made me to inherit leadership from my father. Na umenifanya kuurithi uongozi kutoka kwa babangu. And I don't know na sijui how to begin. Vile nitakavyoanza. Or what to do. Ama cha kufanya. How to lead these people. Vile nitakavyowaongoza hawa watu. Please give me wisdom. Nipe hekima. And the knowledge of understanding. Na maarifa ya kuelewa. That I may know how to lead this people. Ya kwamba nijue vile nitakavyoongoza watu hawa. Bwana asifiwe. Amen. There is something very important here. Kuna jambo muhimu hapa. Hello. Hello. You come closer to you. Chanisonga karibu na nyinyi. But I'm keeping the distance. All right? All right? It's more than a meter from there. Ni zaidi ya mita moja kutoka kwako. So Solomon prayed to the Lord. Kwa hivyo Solomoni akamwomba Mungu. The crisis he had was seeking for wisdom of leadership. Lile jambo ambalo alikuwa nalo ni kuomba hekima, maarifa ya uongozi. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The need he had was seeking wisdom for leadership. Jambo ambalo alikuwa nalo ni kuomba, yani kutafuta hekima ama maarifa ya uongozi. Kuna maswali. Portions together with the children. Alikuwa anampa Penina sehemu na watoto wake. And give every child. Na kuwapa kila mtoto. And also give the mother. Na kumpa mama yao ambaye alikuwa mke wake. But to Anna, lakini kwa Hana, he used to give a double portion. Alikuwa anampa sehemu mara mbili. Bwana asifiwe. Amen. And then every night then
na kwa muda baada ya muda. When Anna was crying that she doesn't have children, perhaps it is a punishment from God. Wakati Hana alikuwa analia kwamba hana watoto, Elkanah used to comfort. Elkana alikuwa anamtia moyo. Anamwambia, I love you, Anna, you are my wife. Anamwambia nakupenda Hana, wewe ni mke wangu. And look, even if you don't have children, hata kama huna watoto, I love you. Nakupenda. And I give you more even to what I give to Penina. Na nitakupa zaidi ya ile ambayo nampa Penina. Bwana asifiwe. Amen. But you see, Anna wasn't wrong. Lakini unaona Hana hakuwa na makosa. Because, you know, sometimes, look at it from psychologically. Angalia hiyo kutoka kwa Elkanah used to give her double portion. Kama Elkana alikuwa anampa sehemu mara mbili. But Anna didn't have children even to eat this food that the husband was giving. Lakini Hana hakuwa na watoto kuwale ile chakula ambayo bwanake alikuwa anampa. It means that the food could even be too much. Ilikuwa inamaanisha kwamba ile chakula ilikuwa mingi kwake. Bwana asifiwe. Amen. Yaani chakula hii yote anapewa na hana watu wa kukula. Yaani ndani ndio yako unaenda tabati bantu wako. Sasa itaenda wapi? Ayara kwa nini? Sindio? Irabasegose. So I think Anna had some thoughts. Kwa hivyo nafikiria kwamba Hana alikuwa na mafikirio ama mawazo fulani. And because of that, kwa sababu ya hilo, she could be very bitter. Alikuwa na machungu. But lakini they liked to go to church to pray. Walikuwa wanapenda kwenda katika hekalu kuomba. At Rama. Katika Rama. Now one day, sasa siku moja, Anna went to pray at the church. Hana akaenda kuomba katika hekalu. Very early in the morning. Mapema asubuhi. And as she went to pray, Ana alipokuwa anaomba, Eli, who was the priest, ambaye alikuwa mkuhani, was there. Alikuwepo. Seated. Alikuwa amekaa. And Anna entered the church and began to pray. Na Ana akaingia katika hekalu na akaanza kuomba. As she knelt down, alipokuwa anapiga magoti ya kilio to the Lord, kwa Mungu, praying, kuomba, Eli noticed that this woman came, knelt down, and she's praying, and she's crying, and she's talking, but I don't hear what she's talking. Eli akagundua kwamba huyu mwanamke amekuja amepiga magoti, analia, anaomba, analia, na sisikii lile ambalo anaongea. Bwana asifiwe. Are we together? Tuko pamoja. Eli mistook Anna. Akamchanganya, akachanganyikiwa na yale ambayo Ana alikuwa anafanya. He mistook. Akachanganyikiwa, hakumuelewa. He thought that perhaps this woman is drunk. Akadhania kwamba huyu mwanamke amelewa. Why is she talking with her lips? I can see the lips moving as if she's talking, but no words are coming out. Ninaona midomo ikiongea lakini hakuna mambo ambayo yanatoka. Yeah, if you saw somebody like that talking, I mean, sometimes I have seen people, somebody is going on the road, is walking, but he's just talking himself. Wakati mwingine nimeona watu wakitembea njiani na anajiongelesha. What do you think? You will mistake this person either to be confused, to be a madman, or to be drunk. Unaweza dhania mtu amechanganyikiwa, ni wazimu ama amelewa. That is exactly what happened to Eli. Hilo ndilo ambalo lilifanyika kwa Eli. He thought that Hannah was drunk. Alifikiria kwamba Ana alikuwa amelewa. And she told Anna. Na akamwambia Hana, why are why are you talking like that? Je, mbona waongea hivi? How long will you be drunk? How can you get drunk and come to the church? Unawezaje lewa na uje kanisani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. But Anna said, lakini Hana akasema, my Lord, Bwana wangu, I am not drunk. Sijalewa. But I am talking to the Lord. Lakini naongea na Mungu. I am
crying to the Lord. Nalia kwenda kwa I have a crisis. I have a challenge in my heart. Niko na changamoto katika moyo wangu. And I'm asking the Lord. Na namuomba Mungu to grant me. Hanipe. Bwana asifiwe. Amen. Then Eli. Alafu Eli told her, okay. Akamwambia, may the Lord grant you your request. Eli akamwambia sawa, wacha Mungu akupe tamanio la moyo wako ama hitaji lako. I didn't even tell Eli that I am crying to the Lord to give me a child. Hana hakumwambia Eli ya kwamba nalia kwenda kwa Mungu anipe mtoto. But the Bible says, lakini Biblia the inasema reason why she was praying in her heart, sababu ambayo alikuwa anaomba kwa moyo wake, the tears coming out, na machozi ikitoka, it was because Hannah didn't have a child. Ilikuwa kwa sababu Hana hakuwa na mtoto. Hallelujah. 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 Hebu tumbe Bwana Yesu makofi tafadhali. So finally, kwa hivyo mwisho wake, God answered Hannah's prayers. Mungu akajibu maombi ya Hana. And she conceived, and they got she had a child called Samuel. Na mwisho akapata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Samuel. Samuel means, Samuel inamaanisha asked of God. Kuomba kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. You know, in Hebrew, katika Ibrania, kila jina had a meaning. Ilikuwa na maana. So the name Samuel means asked of God. Kwa hivyo jina Samuel ilikuwa inamaanisha kuomba kutoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And so kwa hivyo, from that time, kutoka kwa wakati ule, Anna went home. Ana akaenda nyumbani happy, akiwa na furaha, knowing that the Lord has answered her prayer, akijua kwamba Mungu amejibu maombi yake. And she stayed home, na alikaa nyumbani until she gave birth, hadi akazaa mtoto. And finally after some time, na mwishowe baada ya muda, then they went back to the church. Akaenda kule katika hekalu. He took the child Samuel, the son, to the church. Akachukua mtoto Samueli katika hekalu. To dedicate the child. Kumweka wakifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Wala ambao wako na watoto wako wapi? Alipokuwa tabana ngaibani. Unajua sasa tumefika hapo. Acha tuikiro. Wewe kama ulikuwa unafikiria hata mimi niko na maneno mengine tena na watoto wako wapi? Alipokuwa tabana ngaibani. Karibu miaka straight fanya njia kutoka. We are assuming that you are now bringing the children like Hannah and Elkanah to Samuel to the church. Tunachukulia kwamba mnaleta watoto vile Hana na Samuel walileta mtoto hadi sana.